Rafiki, natumaini ni mzima wa afya. Siku ya leo nakuletea stori nzuri sana. Hakika itakufundisha kitu na utaondoka nacho. Karibu katika chaneli yako pendwa ya Simulizi Online. Tunapatikana YouTube na WhatsApp pia. Hivyo basi, tenga muda wako mchache sana kusikiliza stori hii, lakini usiache kusubscribe na kushare chaneli yetu kwa rafiki, jamaa na ndugu wa karibu wanaopenda burudani nzuri kwa njia ya simulizi nzuri na za kusisimua. Hii ni chaneli yako pendwa inayoitwa Simulizi Online, zao la channel pendwa ya Voice FM Online. Mimi ninayekuletea simulizi hii inaitwa Brother.fm. Let's go. Ushuhuda uliobebwa na Roho, simulizi ya unyakuo. Kulikuwa na kijana mmoja aliyeitwa Danieli. Danieli hakuwa mchungaji mashuhuri wala hakuwa mtume maarufu. Alikuwa Mkristo wa kawaida tu kanisani, miongoni mwa wale wanaokaa nyuma, wasikivu, wanyenyekevu na wanaopenda kazi ya Mungu bila makelele. Alizaliwa katika familia maskini, akakulia katika mazingira ya shida na upungufu. Lakini tangu utotoni, Danieli alimpenda Yesu kwa moyo wake wote. Alipokuwa alibatizwa, akaanza kuhudhuria kanisa kwa uaminifu, akishiriki ibada, maombi na hata safari za ushuhudiaji vijijini na mitaani. Kazi ya ushuhudiaji na mwanzo wa mateso. Danieli alihisi wito moyoni mwake, wito wa kuwaambia watu kuhusu Yesu Kristo. Kila alipokwenda kazini, sokoni au kusafiri, alikuwa akitafuta nafasi ya kumshuhudia mtu Injili. Lakini kadri alivyoongea zaidi juu ya Yesu, ndivyo mateso yalivyoanza. Alidhihakiwa. Aliitwa mwenda wazimu. Aliambiwa enzi za Yesu zilishapita. Wenzake kazini walianza kumtenga. Bosi wake alianza kumpa kazi ngumu makusudi. Alipokataliwa kushiriki rushwa, alitishiwa kufukuzwa kazi. Marafiki zake walimcheka wakisema, imani yako haitakulipa kodi wala kukununulia chakula. Lakini Danieli hakurudi nyuma. Mateso makali na ya kutisha. Siku moja alipokuwa anarudi nyumbani usiku baada ya kuhubiri kwenye mkutano mdogo wa vijana, alishambuliwa na watu wasiojulikana. Walimpiga vibaya, wakimvua nguo, wakimwacha karibu na kifo. Akiwa amelala chini, damu ikimtoka, alipiga kelele kwa sauti ya chini, Yesu, kama bado unaniona, usiniachie. Usiku huo huo, Danieli alipelekwa hospitali. Madaktari walishindwa kumsaidia. Moyo wake ulipungua mapigo. Mashine zilianza kutoa sauti ya hatari. Na hapo kitu kisichoelezeka kilitokea. Yesu alimtokea. Ghafla Danieli alihisi uzito wote wa maumivu ukiondoka. Alijiona akiinuka juu ya mwili wake. Aliuona mwili wake ukiwa umelala kitandani, lakini yeye alikuwa hai, akiwa na amani isiyoelezeka. Mwanga mkali kuliko jua, lakini usiochoma macho, ulimfunika. Ndipo akaona Yesu Kristo. Uso wake ulikuwa wenye upendo usio na kipimo. Macho yake yalikuwa kama moto wa haki, lakini yalijaa huruma. Yesu akamwambia, Danieli, usiogope. Nimekusikia kila ulipolia. Njoo, nitakuonesha mambo yatakayokuja. Safari ya roho na maono ya mbinguni. Kwa muda ambao haukuhesabika, Danieli alichukuliwa katika roho. Akaona mbingu zikiwa nzuri kuliko maneno. Aliona malaika wakimsifu Mungu bila kuchoka. Watakatifu waliokombolewa wakifurahia kwa amani. Kitabu kikubwa cha uzima. Viti vya enzi na utukufu wa Mungu. Lakini pia alionyeshwa maono ya kutisha. Dunia iliyojaa giza. Watu wakilia, wakijuta, lakini kuchelewa. Wale waliocheza na dhambi wakibaki nyuma. Uchungu baada ya unyakuo. Yesu akamwambia, ninakupeleka urudi duniani. Waambie watu waache maovu, wanirudie kabla mlango haujafungwa. Kurudi duniani na ushuhuda. Danieli alishtuka. Alirudi mwilini. Mashine za hospitali zikaanza kupiga tena. Madaktari wakashangaa. Mtu aliyekuwa karibu kufa alifufuka. Alipotoka hospitali hakuwa yule yule. Alianza kuzunguka kila mahali akisimulia aliyoyaona.
Mbingu ni halisi. Yesu yu hai. Unyakuo unakuja. Wengi hawakumwamini. Wengine walimuita mzushi. Wengine wakasema ni ndoto ya mgonjwa. Lakini wachache walimwamini. Walitubu. Walilia mbele za Mungu. Walirudisha mahusiano yao na Yesu Kristo. Ghafula unyakuo. Siku moja Danieli alipokuwa akishuhudia neno la Mungu sokoni, akitoa onyo la mwisho, ghafla kulikuwa na kelele ya ajabu, sauti ya tarumbeta ya mbinguni. Muda huo huo, wale waliomwamini Yesu kwa kweli waliinuliwa juu. Watoto, wazee, vijana walipotea mbele ya macho ya watu. Danieli alinyakuliwa pamoja nao. Waliobaki walianza kulia. Walipiga kelele, tulichelewa. Alikuwa anasema kweli, lakini mlango ulikuwa umefungwa. Mwisho wa simulizi. Onyo kwa mwenye kusoma. Hii si hadithi ya kutisha tu. Ni wito, ni onyo, ni upendo wa Yesu unaokuita leo. Usichelewe. Usicheze na wokovu. Yesu anakuja tena.